Bana, kutoka uwanja wa KMC ambapo timu ya Mtibwa Sugar inafanya media day, waandishi wa habari wakizungumza na wachezaji, benchi la ufundi na stafu wa klabu ya Mtibwa Sugar. Na mbele yako hapa nipo na kocha Salim Mbonde, mchezaji wa zamani wa Simba Sports Club, timu ya taifa pamoja na klabu kama Mtibwa na Oljoro zote amewahi kupita, lakini sasa hivi akihudumu kama kocha wa vijana ndani ya klabu ya Mtibwa Sugar. Salim Mbonde, kwema kaka? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanasemaje? Salama kabisa, mambo yanaenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bana, mimi nimefurahi sana kukuona. Na sasa hivi unahudumu kama kocha ndani ya Mtibwa Sugar, kocha wa timu za vijana kwa maana under 17, under 20, ukiwa umeaminiwa. Kwanza niambie, unajisikiaje kuweza kuaminiwa na taasisi kubwa ya Mtibwa Sugar? Manake ni miongoni mwa taasisi katika taifa letu ambayo imelea, imekuza vipaji vingi ambavyo leo tunaona vinacheza na vinasaidia timu ya taifa na vilabu vikubwa wanacheza. Wewe unajisikiaje kupata fursa hiyo? Uko sahihi, najisikia furaha sana. Ni furaha kubwa kupata nafasi ya kuaminiwa na klabu kubwa kama Mtibwa Sugar. Naamini ni sehemu sahihi nilipo kwa ajili ukiangalia status ya Mtibwa Sugar imejikita sana kwenye kuamini vijana. Kwa hiyo hapa najua nipo sehemu sahihi, na pia ni fursa kwangu mimi kuweza kuonesha nilichokuwa nacho katika hii fani ya ukocha, lakini vile vile naamini katika makuzi, katika kulea vijana ni sehemu sahihi, kwa naamini nitafanikiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mazingira na filosofia ya Mtibwa katika kukuza vijana. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha sana kuaminiwa na kuja kufanya kazi katika klabu ambayo nilishawahi kuchezea, lakini vile vile wameniamini kwenda kuwafundisha vijana. Ndio. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha sana. Ilikuwa ni rahisi kiasi hicho Mtibwa kuweza kukuamini, kocha kijana ambaye una uzoefu mkubwa sana, lakini umeshawahi kupita kama Morokidis pale ukiwafikisha mpaka daraja la pili kama nitakosea, lakini ukaenda Kagera kwa muda mchache ambao umekaa Kagera Sugar, umeweza kufanya vizuri sana. Ilikuwa ni rahisi hivyo mabosi wa Mtibwa kuweza kukuamini na kukupa timu za vijana? Kwa upande wa Mtibwa kama unavyoona, hata benchi letu kuanzia timu kubwa limetawaliwa na wachezaji wa zamani. Kwa Mtibwa hiyo ni kawaida yao, wanaamini kwa wachezaji ambao pia wamepita katika timu yao kuwafanya kuwa makocha wa baadaye. Kwa hiyo tokea unacheza, Mtibwa ni timu ambayo inaanza kukutengeneza kuwa kiongozi wa baadaye, aidha katika nyanja ya ukocha au pia vile katika utawala. Kwa hiyo ndio maana umeona leo kuna Awazi kachezea Mtibwa kwa kocha, kuna Shabanditi, kuna Dickson Daud. Kwa hiyo kwao haikuwa kazi ngumu sana, kwa ajili pia nilishaishi nao na wanajua, lakini vile vile ni watu ambao nimekuwa nao kwa muda mrefu. Hata nilipoacha kucheza mpira ni watu ambao walikuwa wananifuatilia, kwa hiyo walikuwa wanajua, kwa ajili ya muda mrefu walikuwa wananisisitiza. Hata kabla sijaanza wao ndio walikuwa wanataka nianze katika mambo ya kufundisha ya ukocha. Kwa hiyo haikuwa jambo gumu sana kukataa wito huo, kwa ajili walikuwa wanataka, waliniona katika nafasi hiyo kwamba naweza nikafika mbali na nilivyokuwa anacheza. Ndio. Kwa hiyo kwao haikuwa jambo gumu sana, kwa ajili huwa wanaandaa wachezaji kuja kuwa makocha na kuja kuwa viongozi wa baadaye. Hiyo ndo falsafa yao Mtibwa. Ukiangalia hata benchi liko hivyo pia. Ndio. Na ulipata matatizo ya kupata majeraha ikakatisha ndoto zako labda za kucheza kwa muda mrefu zaidi? Umecheza katika kiwango cha juu kabisa katika taifa letu kwa maana club level, lakini pia na timu ya taifa. Ukiitwa mara zote ambazo ulikuwa unacheza Simba, ulikuwa unaitwa timu ya taifa, mpaka ulikopata matatizo tunasema ikakatisha ndoto yako ya kucheza mpira. Lakini mimi naanza kukujua wewe, tuko Morokidis pale, nyinyi wakubwa wetu kidogo, sisi wadogo, lakini kuna kipindi unatokea nyumbani ulikuwa unakuja kutufundisha. Ni kama ulikuwa unaona hii ndoto yako ya kufundisha kipindi hicho, au ulikuwa tu unafundisha bila kujua, au unaihusanisha vipi na sasa hivi ulivyo baada kuacha mpira katika umri mdogo, sasa umekuwa kocha na safari yako inavyozidi kwenda, unaona ni kama kipaji Mungu ambacho alikupa kwa muda huo, lakini ukuwa na maono ya kujua kama labda unaweza kuja kuwa kocha bora na kocha mzuri kama ambavyo sasa hivi unaanza kuonekana? Kwa upande wangu namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili kwenye hii career ya ukocha nilianza kabla sijaanza kucheza mpira, watu wakanifahamu. Kwa wale wanaonifahamu, nilianza kufundisha nikiwa katika umri wa miaka 10.
watoto wa mtaani kwetu nilianza kufundisha. Kwa hiyo hii tasnia ya ukocha ipo ndani ya damu muda mrefu. Nilishaanza kukochi watoto ambao walikuwa ni wadogo katika mtaa ambao nilikuwa naishi, kipindi bado hata sijajua misingi ya mpira ilivyo, lakini kutokana na passion nilokuwa nayo ya ukocha. Kwa hiyo haikuwa ni bahati mbaya mimi kuja kuwa kocha, kwa jini nilishaanza nayo toka zamani. Kwa hiyo naendeleza tu, na naamini kila mtu duniani anazaliwa kuwa mtu fulani. Kwa hiyo hata na mimi mpira nilicheza kama mchezaji, lakini pia naamini nitakuwa naishi katika ndoto yangu ambayo niliishi kipindi cha nyuma kabla hata watu wengine hawajaweza kunijua. Na shukuru wewe pia tulikuwepo wote, umefahamu hilo. Kwa hiyo kwa watu wengine wanaweza kaona labda imekuwa bahati mbaya, lakini haikuwa bahati mbaya. Ni kitu ambacho nilikianza na kipo ndani ya damu yangu na nakifanya kwa moyo mmoja kwa ajili naipenda kazi hii. Kwa hiyo haikuwa ni bahati mbaya, nimekuja kwa ajili nianza nayo tokea huko. Kwa hiyo sasa hivi kwa ajili niliacha masuala ya mpira, kwa hiyo nimejikita katika kufundisha. Kwa hiyo naamini nafanya kitu ambacho nakipenda kama hivyo kwa kazi yangu ya mpira. No. Mimi nataka uniambie wachezaji ambao na segment yangu inaitwa kwa heshima. Kwa heshima ni ku acknowledge watu ambao wamekupa mchango, lakini mimi nataka kwa upande wa wachezaji wenzako, inawezekana kimawazo. Unajua unavyojifunza, tunakwambia bwana Mbonde, labda wewe bwana hatari sana kwenye kupiga pasi za mwisho, lakini tatizo lako labda uko hivi, au sio? Ambaye alikushape, alikusaidia kwa namna moja au nyingine kwenye karia yako ya mpira mpaka ukaweza kufika Simba, mpaka ukaweza kufika timu ya taifa. Wachezaji wawili ambao unawakumbuka wana mchango wa namna moja au nyingine, wa kimawazo, wa kivitendo mpaka hapo ulikofika. Kwanza naweza ngasema ni Shabanditi. Nilipata bahati nilipoingia Mtibwa, nilikuwa nakaa nyumba moja kwa ajili Mtibwa kule kuna kota, 7 kota zile zipo. Kwa hiyo wachezaji wanakaa katika zile kota. Kwa hiyo kwangu mimi kwa ni bahati, nyumba nilikuwa nakaa nilikuwa nakaa na Shabanditi. Shabanditi alikuwa ni senior kipindi hiko, lakini vile vile nilikuwa naishi kwenye mpira kwa kumwangalia anachokifanya. Kwa ajili nilikuwa natamani siku moja pia niwe kama yeye. Nikaja Mtibwa nikapata bahati ya kukaa naye chumba kimoja. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda kushauri hasa vijana. Kwa hiyo hiyo bahati naamini ilinijenga. Kwa ajili alikuwa ananishauri, lakini vile vile nikaona matunda yake. Baada ya muda mfupi nilipojiunga na Mtibwa nikaanza kuitwa timu ya taifa. Naye alikuwa anasisitiza, ananiambia namna gani timu za taifa zinavyokuwa na nini na nini. Kwa hiyo kwanza naweza nikasema ni Shabanditi. Namshukuru sana kuweza kufikia malengo yangu. Lakini wa pili pia napenda kumshukuru Vincent Barnabas ambaye kwa sasa ni kocha, alikuwa Yanga lakini kwa sasa hayupo. Alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana. Kiumri alinizidi, alikuwa kama ni senior kwangu na alikuwa ni best friend wangu katika muda wote wa kambi tulikuwepo naye. Kwa hiyo alinizidi. Kwa hiyo lakini vile vile pia alikuwepo, ni mchezaji wa timu ya taifa kwa kipindi hiko, alishachezea Yanga kipindi nakutana naye Mtibwa, alishacheza Yanga akapita. Kwa hiyo alikuwa anaona mpira kwa jicho ambalo mimi bado katika umri wangu sikuweza kulifikia. Kwa hiyo mawazo yake pia alinijenga kiakili, yakanitanua kimawazo na kuweza kufikia pale nilipofikia. Kwa hiyo wao wapo wengi, lakini kwa ajili umenipa nafasi ya kuchagua watu wawili. Hao watu wawili napenda kuwashukuru sana. Mchango wao mkubwa wa mawazo uliweza kunifikisha pale nilipofikia. Maisha yana majuto Mbonde. Wewe unajutia nini kwenye maisha yako? Karia tu ya mpira, achana na maisha kiujumla. Kwenye karia ya mpira unajua sasa hivi unavyoweza kuwa mchezaji, kuna vitu labda unaweza kufanya, lakini baadaye mtu akakaa nisingefanyaga hivi ingekuwaga hivi. Majuto gani ambayo kwenye football, kwenye karia yako ya mpira ambayo wewe unayajutia mpaka leo? Kusema labda kuna kitu najutia kwenye mpira, naweza nikawasomu kweli sana. Kwa ajili mpira umenifanya vitu vingi, umenikutanisha, haijalishi nikacheza kwa muda mfupi, lakini network ambayo imenipa ndo bado naishi nayo hadi leo hii. Saa nyingine isingekuwa mpira, isingekuwa katika upande huu. Kitu ambacho kujuta sidhani, labda, lakini sidhani, kwa ajili kila kitu Mwenyezi Mungu anapanga. Lakini kama ungeniuliza ningesema labda kama ile siku ambayo naumia mechi ya Kagera ningekuwa najua nisingecheza. Lakini sasa hivyo ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameficha, kama ilivyokuwa kifo kwa binadamu. Huwezi jua, utatoka nyumbani kumbe ndo siku yako imeandikiwa. Kwa kusema kujutia sana sina kitu ambacho kwenye mpira. Na maga ile mechi ambayo uliumia mara mwisho, maana ile ndo umetoka kupona, umekaa kama miezi mingapi ilikuwa? Miezi 4 almost. Miezi 4 ulikaa hospitali, umekwambia unarudi tu unaumia. Naitazamaga, napetaga muda kutazama japo sio mara kwa mara.
napendaga kukumbushia enzi zangu kwa kuzitazama namna nilivyokuwa nacheza. Napataga nafasi ya kuzitazama mechi ambazo nilikuwa nacheza kwa kipindi hicho. Na ile mechi nadhani ni Rais Magufuli alikuwepo ile. Ilikuwa ni mechi ambayo tunakabidhiwa kombe kwa ajili tulishakuwa mabingwa, tulikuwa tunacheza against Kagera nakumbuka. Ndio mechi ambayo nilikwenda kuumia kupelekea kushindwa kabisa kucheza. Na ndio ilikuwa mechi yangu ya mwisho, sikuwahi kucheza baada ya pale tena. Sikuwahi kucheza mechi ile. Nilirudi tu nikawa nafanya mazoezi na kucheza kawaida, lakini sikucheza katika ushindani ule. Kwa hiyo ile ipo katika kumbukumbu yangu, ipo katika kumbukumbu. Kwa hiyo tangu kuamua kustaafu mpira, mechi ya Kagera na Simba ndio ilikuwa mechi yako ya mwisho kwenye karia yako ya mpira? Katika mpira wa ushindani ile ndio ilikuwa mechi yangu ya mwisho. Baada pale nilienda tu kufanyia upasuaji nje ya nchi South, lakini sikuweza kurudi katika mpira wa ushindani. Ilikuwa tunafanya mazoezi, lakini sikuweza kurudi katika ile hali ya kuweza kushindana. Ndio bwana, tumaliza katika nafasi ambayo ulikuwa unaihudumu unacheza. Wapo wachezaji wengi, lakini mimi nataka unitajie tu wachezaji watatu wanaohudumu kwenye nafasi ile unaowakubali kwa sasa. Wachezaji ni wapo wengi, wanapambana, wachezaji wanapo wengi, lakini napenda anapocheza Dickson Job, napenda kwa ajili ana matumizi sana ya nguvu na mpira unacheza ni akili. Kwa hiyo napenda the way anavyocheza Dickson, anajitahidi. Naamini akiendelea kuvuta soksi juu atamuona katika misimu miwili mitatu hapa atasogea bila kujali kimo chake kilivyo. Lakini wapo wengine wanapambana kama Haruni hapa Mtibwa. Kuna Haruni ni misiri ile ya kina Dickson Job, kwa ajili ya matumizi yake ya akili ni mengi kuliko nguvu. Lakini vile vile napenda kumwangalia Oscar kwa ajili ni aina mabeki ambao Oscar Masai anatumia akili. Wanapambana, wako wengi wanapambana, lakini kwa uchache tu naomba niishie kwa hao na wataji. Napenda kwa ajili wana matumizi sana ya akili kuliko nguvu, na mpira unahitaji sana akili kuliko nguvu. Ndio. Shukrani sana bwana kocha, na nashukuru sana na nimefurahi sana kukuona bwana. Nashukuru na mimi pia tumekutana kwa mara nyingine. Nashukuru sana.